Nasabil Islamic Center, ujumbe wa leo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumwombea ziada ya rehma na amani mtukufu wetu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika leo Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha tena katika darasa yetu ya ijue funga ya Ramadhani, na biidhnillah Allah subhanahu wa ta'ala jana alituwezesha kuzungumzia mustahabatu siyam, mambo ambayo yanayopendeza kwa yule ambaye aliyefunga, na takriban tukataja mambo 9 ambayo haya yanapendeza adumu nayo yule ambaye aliyefunga. Kwanza, jambo la kwanza, jambo la daku, analazimika adumu na ulaji wa daku. Lakini kadhalika tulisema taakhiru suhuri, kuchelewesha kula daku. Lakini pia tulisema katika mambo yanayopendeza mtu kuwahisha kufuturu pale tu anapohakiki kwamba jua limezama, basi anatakiwa afuturu, afungue saumu yake. Lakini jambo la 4 tulizungumza katika mambo ambayo mustahabatu siyam ni al-iftaru ala rutubati au ala tamri au ala alma. Sawa, mtu anatakiwa afuturu kwa tende au afuturu kwa maji. Na kufuturu huku tulisema kwamba mtu anatakiwa afuturu kabla hajaingia katika ibada ya sala ya magharibi. Lakini jambo la 5 katika mambo ambayo tulizungumza yanayopendeza kwa mtu ambaye kwamba aliyefunga ni addu'a inda alfitri wa athna as-siyam. Inapendeza na ni sunna mtu awe anafanza dua kile kipindi ambacho cha kufuturu. Zipo dua za kisunna ambazo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya, lakini kadhalika mtu anatakiwa awe anadumu na kufanza dua kipindi ambacho yupo ndani ya saumu. Na jambo la 6 ambayo tuliolisema, ambalo hili nalo ni katika mambo ambayo kwamba yanayopendeza kwa yule ambaye aliyefunga ni al-iktharu min as-sadaqa wa tilawati al-Qur'ani wa tuftiru as-saimin wa sa'iru a'malul birr. Ni mtu anatakiwa akithirishe mno kutoa sadaqa, akithirishe mno kusoma Qur'ani ndani ya Ramadhani, akithirishe mno kadhalika kuwafuturisha wale ambao waliofunga na mambo mengine ambayo kwamba mambo yaliyokuwa mema. Hii ni katika mambo ambayo kwamba yanayopendeza zaidi kuyafanya kwa mtu ambaye kwamba aliyefunga. Lakini katika jambo jingine ambalo tulisema linalopendeza zaidi ni mtu anatakiwa ajitahidi kuswali sala za usiku. Lakini kadhalika katika mambo ambayo yanayopendeza, jambo la 8 tulisema katika mwezi wa Ramadhani inakuwa ni bora zaidi mtu kama mwenye uwezo wa kufanya umra, basi akafanya umra ndani ya Ramadhani. Inapendeza mno kwa sababu malipo yake kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, umratun fi Ramadhani ta'dilu hijja. Kufanya umra ndani ya Ramadhani inalingana kabisa na ibada ya hija. Lakini kadhalika jambo la 9 katika mambo ambayo yanayopendeza tulisema ni inapendeza kwa mtu ambaye aliyefunga kuwa na kumwambia mtu kwamba mimi nimefunga. Yule ambaye anazungumzia mambo mabaya, anamtukana au anamfanyia mambo mabaya, mambo ambayo anaweza kusababisha yeye akilipiza saumu yake inaweza kuwa na majeraha, basi ni bora akawa anasema kwamba inni sahim, mimi nimefunga, sitaki shari kama hizo. Ama leo biidhnillah tutazungumzia makruhatu siyam, yale mambo ambayo ni karaha, mambo ambayo hayapendezi kwa mtu ambaye aliyefunga. Yani mambo ambayo kwamba yanapelekea mtu saumu yake kuwa na jeraha, yani kuwa na vidonda ile saumu, au pia kadhalika inapelekea saumu yake kupungua ujira, kupungua thawabu zinazopatikana katika saumu. Mtu akifanya mambo haya ambayo tunataka tuyazungumzie hapa, basi saumu yake itasababishiwa kutokuwa na malipo yaliyokuwa makubwa. Jambo la kwanza ambalo linatia jeraha saumu ni al-mubalaghatu fil madmadhati wal istinshaq. Ni mtu kufanya mubalagha. Kufanya mubalagha ni kile kitendo kipindi cha mtu anachukua udhu akawa ameingiza maji mdomoni akafanya kama kuyapeleka kooni. Hii ndio inaitwa mubalagha. Kwa hiyo jambo hili halipendezi zaidi kwa mtu ambaye kwamba aliyefunga
kwa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumzia mambo ambayo yanapendeza katika udhu, alizungumzia na mubalagha fil istinshaq, mtu kufanya mubalagha katika istinshaq, lakini akasema illa an takuna sa'iman. Haipendezi jambo hili kufanya mubalagha kwa mtu ambaye kwamba aliyefunga. Kwa hiyo jambo la kwanza katika mambo ambayo hayapendezi kwa mtu ambaye aliyefunga ni kufanya mubalagha katika kipindi ambacho cha kusukutua na katika kipindi ambacho cha kuingiza maji puani. Lakini jambo la pili katika mambo ambayo hayapendezi kwa mtu ambaye aliyefunga, aliyekuwa yupo ndani ya ibada ya funga, alqublatu liman taharraka shahawatahu, kukumbatia au kumbusu au kubusu kwa yule ambaye matamanio yake yapo karibu. Yule ambaye matamanio yake yapo karibu, basi haipendezi ukiwa katika ibada ya funga kumkumbatia mkeo au kumbusu mkeo, haipendezi. Kwa sababu jambo hili litapelekea kuleta athari ya matamanio au litapelekea mtu kuharibu funga yako, imma kwa kutokwa na manii au kwa kufanya jambo la ijma'i. Na ijma'i kama tulivyozungumzia huko kwamba haitakiwi mtu kulifanya ukiwa ndani ya ibada ya funga. Lakini kwa mtu yule ambaye kwamba matamanio yake ana uwezo wa kuyadhibiti, matamanio yake yako mbali, fala ba'as, hakuna ubaya kumbusu mkeo, hakuna ubaya kumkumbatia mtu mkeo, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndani ya ibada ya funga, ikiwa funga ya Ramadhani, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anakumbatia, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anabusu, na hali ya kuwa yupo katika ibada ya funga, kama bibi Aisha radhiallahu anha anavyosimulia, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amlakakum li araba, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye uwezo mkubwa wa kumiliki haja zake, alikuwa ni mwenye uwezo mkubwa wa kumiliki matamanio yake. Hivyo mtu ambaye hana uwezo wa kumiliki matamanio yake, mtu ambaye matamanio yake yapo karibu, ni kheri mtu kama huyu kujiepusha na jambo kama hili, kujiepusha na jambo lolote ambalo litakalopelekea kuyaleta matamanio yake. Mtu huyo anatakiwa ajiepushe, kama vile mfano kumwangalia sana mkeo. Mtu ukawa unamwangalia sana mkeo, na hasa wale ambao waliooa kipindi hichi cha mwezi wa Shaabani, kwa sababu anakuwa yupo ni mgeni zaidi kwa mkewe, basi inakuwa ni bora ajiepushe na kukaa pale nyumbani kumwangalia mkewe, au tafakuri fi sha'ni al-jima'i. Lakini kadhalika anatakiwa mtu ajiepushe na kufanya tafakkur, kufikiria jambo la ijma'i, kufikiria jambo la ijma'i. Mtu anatakiwa akae nalo mbali, kwa sababu mambo kama haya yanapelekea mtu, anaweza akasababisha akatokwa na manii, au inaweza ikasababisha mtu akafanya jambo la ijma'i na hali ya kuwa yupo ndani ya funga. Kwa hiyo jambo ambalo halipendezi kwa mtu ambaye aliyefunga, jambo ambalo linaweza likatia dosari kwa mtu ambaye aliyefunga, au likasababisha kupunguza ujira kwa ile ibada yake ya funga, ni al-qubla liman taharraka shahawatahu, kubusu au kukumbatia kwa yule ambaye mwenye matamanio ya karibu. Lakini pia katika jambo ambalo kwamba pia ni karaha na ni jambo ambalo linajeruhi ibada ya saumu, dhauku at-ta'am li ghairi haja, ni kuonja chakula pasi na haja yoyote. Kuonja chakula pasi na haja yoyote. Lakini kama ikiwa mtu ni lazima awe anaonja chakula, labda kujua kama chumvi imeenea au la, mtu huyo hana ubaya, si vibaya kwake kuonja, lakini anatakiwa achukue tahadhar, kile ambacho anachokionja kisifike katika koo na kuingia tumboni, kisifike katika koo, bali kinatakiwa kiishie pale ulimini, kwa sababu kwenye ulimi ndiko kwenye kujua ladha, kwamba hapa labda kitunguu kimeenea, au hapa ndimu imekolea, au hapa chumvi imekolea. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajiepushe sana na jambo la kuonja chakula pasi na kuwa na haja yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba ni karaha kwa mtu ambaye kwamba alikuwa yupo ndani ya funga ya Ramadhani, yupo ndani ya funga ya aina yote, kufanya mambo kama haya. Na tuingie katika jambo la pili ambalo tunalizungumza leo, fil qadha, kuhusiana na masuala mazima ya kulipa saumu kwa mtu ambaye hakufunga ima siku moja au siku mbili au siku tatu. Ahlul ilmu wanasema Muislamu yeyote akifuturu siku moja,
yani kwamba akawa hajafunga siku moja tu ndani ya Ramadhani pasi na udhuru wowote, hakuwa na udhuru wowote wa kisheria, huyo elewa amefanya jambo baya sana, na analazimika, ni lazima atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na afanye istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo alilofanya yeye ni munkar mkubwa kabisa, ni jambo ambalo linachukiza zaidi. Lakini pamoja na kufanya kwake toba, pamoja na kufanya kwake istighfar, anatakiwa ni lazima alipe ile siku ambayo kwamba aliyoacha kuifunga baada ya Ramadhani, anatakiwa ailipe ile siku. Na kulipa kwake mtu huyu anatakiwa ailipe haraka mno, ailipe haraka mno. Kwa kauli zilizokuwa sahihi za ahlul ilmi, wanasema mtu ambaye aliacha kufunga pasi na udhuru wa aina yoyote, ulipaji wake unatakiwa uwe ni ulipaji wa haraka zaidi. Ama yule ambaye aliacha kufunga kwa udhuru wa kisheria unaokubalika, yani kama vile labda hedhi, mtu mwanamke ambaye aliingiliwa na hedhi ipo ndani ya Ramadhani, au akaingiliwa na nifasi, au akaumwa, au akasafiri, au sababu nyingine zile ambazo zinazohalalisha mtu kuto kufunga ndani ya Ramadhani, fa innahu yajibu alayhi alqada. Mtu huyu pia analazimika kufanya nini? Kulipa. Ghaira annahu la yajibu ala alfawr, isipokuwa mtu huyu halazimiki, si wajibu kwake kulipa haraka zile siku. Sio wajibu kwake kulipa haraka zile siku, tofauti na yule ambaye aliacha kufunga pasi na udhuru wa kisheria. Huyu ambaye aliacha kufunga kwa sheria, kwa udhuru wa kisheria, kama zile udhuru tulizozisoma na kuzizungumzia katika kipindi kilichopita, huyu hana uwajibu wa kulipa haraka, bali anaweza akachelewesha mpaka ikafikia kipindi ambacho kinakaribia Ramadhani nyingine. Lakini yundabu lahu, ni sunna kwake yeye, wa yustahabu, na inapendeza zaidi kwake yeye, at-ta'jilu bil qada, kufanya haraka kulipa inapendeza zaidi, kwa sababu lianna fihi isra'a fi ibra'ati dhimma, kwa sababu akifanya haraka kulipa, ingawaje anapewa option anaweza akachelewa kulipa, lakini ukalipa haraka, bi maana ya kwamba unajitoa katika dhima ya ibada kama hii. Sababu unaweza ukachelewesha wewe kulipa, unaweza ukachelewesha kulipa, alafu ukasema kwamba ikiwa inakaribia Ramadhani nyingine nitalipa. Inawezekana likazuka jambo jingine ambalo linaweza likakuzuia wewe kufunga, kama vile ikatokea ukaumwa, na mfano mwingine ikawa sasa wewe ukashindwa kulipa kama vile ambayo inavyotakiwa. Lakini asema fa in akharahu hatta Ramadhan athani wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi wa kana istamarra udhrihi fa alayhi alqada ba'da Ramadhan athani. Lakini ikiwa mtu ikatokea akachelewesha mpaka ikaingia Ramadhani ya pili, akachelewa mpaka ikaingia Ramadhani ya pili, na akawa na udhuru, na alikuwa na udhuru wa kuchelewesha, basi atalazimika mtu huyo kulipa saumu hiyo baada ya ile Ramadhani ya pili. Amma in akharahu ila Ramadhani thani bighairi udhri, amma kama atachelewesha kuilipa mpaka ikaingia Ramadhani ya pili pasi na udhuru. Huyu tuliomzungumza wa kwanza hapa kwamba akachelewa kuilipa siku zake zilizopita mpaka ikaingia Ramadhani ya pili kwa udhuru, labda akapata udhuru mwingine, labda wa maradhi au nini ikasababisha kwamba ikafika mpaka Ramadhani ya pili, huyu analazimika kuilipa baada ya Ramadhani ya pili kuingia. Lakini ikiwa mtu atachelewesha kulipa deni mpaka Ramadhani ya pili bighairi udhri, pasi na udhuru wowote, huyu mtu atatakiwa kwanza lazima ailipe, lakini pia pamoja na kulipa na kulisha maskini kwa kila siku katika siku zile anazozilipa. Kwa sababu gani? Aliacha kuilipa, alichelewesha kulipa pasi na udhuru wowote. Kwa hiyo huyo mtu atalipa kwanza zile siku, kwa sababu amechelewesha mpaka Ramadhani ya pili, atazilipa zile siku, lakini pia pamoja na kulisha maskini katika kila siku ambayo kwamba aliyoiacha. Wala yustaratu fil qada'i tatabu, lakini kadhalika tutambue hapa hakuna sharti la kufululiza katika kipindi cha kulipa. Hakuna sharti la kufululiza kwamba labda unadaiwa siku 5 au unadaiwa siku 3, kwamba kama siku 3 zako zile ufunge leo, kesho, kesho kutwa, mwamba ufululize. Hakuna sharti kama hilo, bali yasihu mutataban wa mutafarriq,
inasihi mtu akafululiza, na kadhalika inasihi mtu akafunga tofauti, kwa maana kwamba akalipa leo, kesho akapumzika, akalipa kesho kutwa. Hiyo kadhalika inasihi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema faman kana minkum maridan au ala safari fa'iddatun min ayamin ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ama yule ambaye atakayekuwa mgonjwa miongoni mwenu au yupo katika safari, alipe katika masiku yatakayofuata. Hapa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala falam yushtarat subhanahu fi hadhihi al-aya tataba. Allah hakuweka sharti la kufanya tatabu, hakuweka sharti la kufuatulisha, yani kwa maana kufanya mfululizo katika masiku. Hapa hakuna sharti, walau kana sharti la bayyanahu subhanahu wa ta'ala, na lau kama pangekuwa sharti lazima mtu afululize, basi Allah subhanahu wa ta'ala kiuhakika kabisa angetuwekea wazi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache tuliyozungumza katika darasa yetu hii ya leo, Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe tuyafanyie kazi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.